Hakika hakuna asiyetambua kwamba kundi B, hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ni miongoni mwa makundi yanayotajwa kuwa makali zaidi. Na sababu iko wazi, ni kwamba ni kundi ambalo linahusisha timu kutoka miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika. Ndani ya kundi B ambalo wapo Yanga, wawakilishi wa Tanzania kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ndani yake kuna Al Ahly ya Misri, klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, lakini inatoka katika ligi bora namba 1 barani Afrika ya Misri. Lakini ndani yake kuna FAR Rabat, klabu ambayo inatoka katika ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika, ligi ya Morocco. Lakini ndani yake pia kuna JS Kabylie. Hii ni ya Algeria, inatoka miongoni mwa ligi bora 5 barani Afrika, kwa sababu ligi kuu ya Algeria ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, ikiwa nyuma tu ya ligi kuu ya Afrika Kusini inayoshika nafasi ya 3. Lakini kuna Yanga ambayo inatoka katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa sababu hiyo, lilipopangwa tu kundi hili na kuonekana washiriki wake ni hao, tayari wengi walieleza kwamba hili ni kundi la kifo, a group of death. Sasa Yanga siku ya Jumamosi wanashuka dimbani kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar kurusha kete yao ya kwanza. Wanacheza dhidi ya FAR Rabat. Ni mechi kali kama ambavyo imetazamiwa kabla hata kwa mechi zenyewe kuanza, kwamba hili ni kundi gumu, kundi tough, kwa sababu tu ya timu husika. Kwa sababu hiyo hakuna mechi rahisi hata moja. Lakini Yanga wana uwezo wa kuanza vyema, kurusha karata yao ya kwanza vizuri kwa kupata matokeo mazuri, ikiwamo ushindi, na hivyo kujiweka katika mazingira mazuri ya kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu baada ya kukamilika kwa mechi 6 za hatua ya makundi, ili isonge mbele kwa hatua ya robo finali na hatimaye kuendeleza mipango ya benchi la ufundi, mipango ya Yanga katika msimu 2025-26 kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa kwenda nusu finali, ikibidi finali, na hata kutoa ubingwa, kwa sababu Yanga benchi lake la ufundi chini ya kocha Mreno Pedro Gonçalves, lakini pia kukiwa na wachezaji wenye ubora wa hali ya juu karibu katika kila nafasi, wakiwamo akina Peodo Pacome Zouzoua, kina Dickson Jobu, golikipa Djigui Diarra wa timu ya taifa ya Mali, lakini pia mabeki kama Ezra Patrick Mwenda, Shadrack Isaka Boka, Mohamed Hussein Shabalala, katikati akina Mohamed Momo Dumbia, Celestine Eki wa kiungo ushambuliaji, lakini Alassane Kouma. Yanga na wachezaji wengi wazuri wenye kuweza kuleta matokeo, bila kusahau akina Mundathi Yaya Abbas ambao tayari wameshathibitisha ubora katika mechi mbalimbali za kimataifa. Sasa ili kutimiza lengo hilo, ili kupata matokeo mazuri dhidi ya FAR Rabat, timu ngumu kutoka kule nchini Morocco, Yanga ni vyema ikazingatia walau mambo kama 5 hivi ya msingi, ambayo mwisho wa siku kwa wachezaji walionao wenye vipaji vya hali ya juu, kwa benchi la ufundi imara, support wanayopata kutoka kwa management yao, ni dhahiri kwamba wana uwezo wa kuwapa furaha wana Yanga, kuwapa furaha wa Tanzania walau katika mechi yao hii ya kwanza, kabla kwenda kucheza mechi ya pili kule Algeria dhidi ya JS Kabylie. Mambo hayo ni yapi kwa mtazamo wangu? La kwanza lilo muhimu zaidi, Yanga wote, benchi la ufundi, wachezaji wao na mashabiki pia, kutambua kwamba katika ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi dhidi ya timu kama ya FAR Rabat ambayo hucheza kijanja sana, kimbinu sana, basi pointi moja ni muhimu sana kuliko kufungwa. Kwa sababu hiyo, ingawa wa Tanzania, ingawa wana Yanga wanatamani sana kuona timu yao, wawakilishi wa nchi katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwa na watani zao jadi Simba, wakishinda mchezo huo na kupata pointi zote 3, lakini itambulike kwamba kwenye kuelekea mchezo, mwenendo wa mchezo, juu ya ku-approach mchezo, ni muhimu kuzingatia kwamba ikishindikana basi walau pointi moja iwe muhimu, lakini sio kufungwa. Ndivyo ilivyo kwamba lazima kuheshimu FAR Rabat ndani ya mchezo. Miongoni mwa mbinu utakazotumia kocha Gonçalves, yeye anajua zaidi kwa ajili ya kuwapa furaha wana Yanga wa Tanzania. Lakini kwenye michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, michuano ambayo inakutanisha timu zenye ubora wa hali ya juu, huwa mbinu ziko nyingi sana, lakini msingi namba 1 wa mafanikio ni kuhakikisha kwanza hufungwi, halafu mengine yanafuatia. Kama ni kushinda, isiwe kwa kulazimisha, kwa kuharakisha mambo, kwa sababu kufanya hivyo ni hatari, wakati mwingine unaweza kusababisha kupata maumivu zaidi kwa kupoteza mchezo. Sasa kwenye mchezo huu wakicheza dhidi ya FAR Rabat, muhimu kuzingatia pointi moja muhimu. Maana yake ni nini? Katika kucheza, jambo la kwanza iwe ni usalama kwanza, safety first. Halafu kwenye kufunga
kwa kunafanyika mahesabu ya namna kwenda kufunga, kwa sababu Yanga ina wachezaji wenye uwezo wa kuleta furaha hiyo, kina Pedro Pacome Zouzoua, kina Ende Bobo Boyeli kule mbele na wengineo wanao uwezo wa kufanya hivyo, lakini isiwe kwa kulazimisha. Kulazimisha na maanisha nini? Kwamba wachezaji wote kwa kiasi kikubwa wawe katika nusu ya pili ya uwanja, wakiacha wachezaji wao wachache wakiwa mabeki wa kati, eneo la katikati, kwa sababu kwa kufanya hivyo wataingia kwenye mfumo wa FAR Rabat. Imethibitika katika msimu uliopita wakicheza ugenini katika mechi wanazoziona kwamba ni ngumu, wao huzuia zaidi, halafu kuacha wachezaji wachache mbele ili washambulie kwa kushtukiza. Wakipata bao moja, mabao mawili yatosha. Nyinyi mnahangaika, mechi inaisha, mnaishia kwamba mmeupiga mwingi, mmemiliki sana mpira, lakini mnaishia kufungwa. Walifanya hivyo msimu uliopita. Katika kundi lao walikuwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, walikuwa na Raja Casablanca ya kwao kule Morocco, walikuwa vile vile na AS Maniema ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. FAR Rabat mechi 6 msimu uliopita za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika walishinda 2 tu kwa sababu ya kucheza kiujanja janja. Sare walitoa 4, hawakupoteza mchezo. Kwa hiyo msingi wa mafanikio yao ilikuwa ni kutofungwa, kwa sababu walishinda tu mechi 2, sare 4, mwisho wa siku wakapata pointi 10, wakaongoza kundi wakifunga mabao 8, wakiruhusu 4. Wakaenda robo finali ambao walikuja kutolewa na Pyramids. Kwenye cheza yao kwa mfano mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini zote 2 hawakujihusisha katika umiliki wa mpira. Mechi ya kwanza walitoka sare ya 1-1, mechi ya pili walitoka sare ya 1-1. Katika mechi waliocheza kule Afrika Kusini, Mamelodi walimiliki mpira kwa 69%, lakini mechi ambayo mwisho siku ilisha kwa sare ya 1-1. Mamelodi wakipiga mashuti 5 ya kulenga shabaha, wao mechi nzima wakipiga shuti 1 ya kulenga shabaha dakika 83, na ndio bao pekee mechi kaisha 1-1. Lakini walipocheza dhidi ya Raja Casablanca, katika mechi moja wapo walimiliki mpira 60%, wao walimiliki 40%, lakini mechi ambayo FAR Rabat walishinda 2-0 tena ugenini wala sio nyumbani. Ndio mechi ambazo mwisho wa siku zikawafanya wasipoteze mchezo, wakafuzu kwa hatua robo finali. Watapokwenda kucheza dhidi ya Yanga, wanajua Yanga wako vizuri, tena wanacheza nyumbani, tena makocha wanafahamiana wote wa Reno. Kocha Alexander Santos wa FAR Rabat dhidi ya Pedro Gonçalves Mreno mwenzake anayefundisha Yanga, maana yake watacheza kijanja sana. Kuna nyakati watataka kuiachia Yanga imiliki zaidi mpira, ikiwa ni mtego wao washambulie kwa kushtukiza, halafu waidhuru kwa counter kupitia kwa kiungo wao ambaye kwenye kushambulia anakuwa mkali sana, nahodha Mohamed Rabi Herimat, lakini kwa kiungo wao ushambuliaji kutokea pembeni Yusuf El Fahli. Sasa Yanga lazima wazingatie hilo kwamba ni bora kupata hata pointi 1, ushindi ni muhimu na ndicho tunachokihitaji wa Tanzania, lakini kupoteza ndio kitu kibaya zaidi. Walau waamulie pointi 1 ikibidi, lakini sio kupoteza. Jambo la pili muhimu ni work rate. Ndio, work rate inayoambatana tunasema na commitment, kuwe na total commitment, kujituma mwanzo mwisho. Kukiwa na mapambano ya kuania mpira, basi mipira ile 50 kwa 50 Yanga wajitahidi wao ndio wawe juu muda wote. Kama kuna kukimbia mara 20 kila mmoja, basi Yanga wakimbie mara 40. Natolea mfano tu kwamba kwenye kukimbia Yanga wawe mara 2 zaidi. Wapambane sana. Hiyo ni njia mojawapo ya kuwafanya FAR Rabat wajikuta kitepeta, na mwisho wake Yanga kupata wanachokihitaji wa Tanzania, wanachokihitaji na Yanga, ushindi. Lakini jambo la tatu, teamwork. Hapa tunazungumzia kucheza kwa ushirikiano kama zilivyo klabu za mpira wa miguu. Kusiwe na ubinafsi, selfishness, kwamba aliye katika nafasi nzuri ya kufunga, basi akiona mwenzake kwenye nafasi nzuri sana ampasi ili alete matokeo. Kinachotakiwa hapa ni ushindi wa timu, ushindi kwa Tanzania, ushindi kwa wana Yanga, na sio concentrate wachezaji kuangalia zaidi juu ya mafanikio binafsi, sifa binafsi. La hasha, wakifanya hivyo watakuwa wanatenda makosa, kwa sababu unapocheza na timu kama FAR Rabat ya Morocco, nafasi ikipatikana ni vyema ikatumiwa, kwa sababu nafasi zinaweza zisiwe nyingi. Kwa sababu hiyo kushirikiana ndio jambo la msingi. Hili ni jambo muhimu sana miongoni mwa mambo ya kuzingatia kwa mtazamo wangu. Lakini jambo la 4 ni kutowachukulia poa wakali wao. Ndio, wale star players, naamini benchi la ufundi na wachezaji wenyewe watajua namna gani ya kudhibiti makali yao ili wasiharibu mipango ya Yanga katika kuwapa Watanzania furaha, kuwapa wana Yanga furaha. Star players hapa tunazungumzia kwa mfano Mohamed Rabi Herimat, tumekuwa tukimtajia sana, huyu amekuwa na madhara makubwa. Lakini pia kuna Yusuf El Fahli, amekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani wa FAR Rabat. Kwenye ligi kuu ya Morocco hivi sasa wao wako nafasi ya pili, wamecheza mechi 8, wana pointi 18, wamefunga mabao 14, wameruhusu bao 1. Katika mabao 14,
mabao 11 yamechangiwa na hawa wawili. Mohamed Rabi Hirmat, nahodha mgongoni namba 34 katika timu yake ya taifa, katika klabu yake ya FAR Rabat, amefunga mabao 5, assist 1. Yusuf El Fahli, kiungo ushambuliaji kutokea pembeni, amefunga mabao 4, assist 1. Kwa hiyo wamechangia mabao 11 kati ya mabao 14, sawa na kusema 79% ya mabao yote ya FAR Rabat katika ligi kuu ya Morocco wamehusika wachezaji hao wawili. Sasa hawa sio kuwachukulia poa. Lazima kwenda mkakati maalum kuhakikisha hawaleti madhara, bali nyota wa Yanga kina Pacome Zouzoua na wengineo, kina Offense Kola akipata nafasi, Edmund John ndio walete madhara na sio kuruhusu nyota wao walete madhara. FAR Rabat nzima wachezaji wake wote ni wakali, wanasumbua, akina Anas Bash, akina Reda Slim na wengineo, lakini hawa wawili kwa upekee wana madhara makubwa zaidi kwa msimu huu, ameshathibitisha, na hivyo wasichukuliwe poa. Yanga walifanya kosa kama hilo wakicheza Malawi, walimchukulia poa nyota wa klabu ya Silver Strikers katika mchezo mmoja wapo kati ya michezo miwili ya raundi ya pili kwa nia kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa. Kule nyota wao ni Uchizi Vunga, mchezaji kiungo bora katika ligi kuu ya Malawi, ambaye katika ligi kuu ya Malawi Silver Strikers wakitoa ubingwa, yeye alifunga mabao 4 akitoa assist 10. Mgongoni nambari 22. Yanga inaelekea kwenye mchezo wa kwanza kule Malawi, walimchukulia poa. Hakukuwa na mkakati wa kudhibiti makali yake. Matokeo yake Yanga walipoteza bao 1-0, lilipikwa na yeye Uchizi Vunga. Mipira yao, cheza yao inakuwa direct. Ndio. Pasi za pembeni, kushoto, nyuma, visigino zisiwe sehemu ya mipango mikuu ya timu, bali kuwa moja kwa moja. Lakini pia kuhakikisha kwamba maamuzi yanafanyika kwa uwepesi badala kucomplicate, kufanya mambo yawe magumu, pengine kwa kufata shinikizo la mashabiki wanaopenda soka zuri, soka sambusa, soka biriani. Mechi dhidi ya FAR Rabat, mambo hayo yanaweza akawa kitu cha pili na sio kitu cha kwanza. Ushindi kwanza, kuadhuru, halafu mambo mengine ndio yafuatie. Lakini jambo la mwisho la msingi la kuongezea ni juu ya mashabiki. Hapa ni eneo muhimu sana. Mashabiki ni mchezaji wa 12. Ni muhimu sana katika kuwa support, kuwaunga mkono, kuhamasisha wachezaji wa timu mwenyeji kupata matokeo. New Amaan Complex inatarajiwa kujaa pasibaki nafasi hata moja kwenye majukwaa. Mashabiki lazima wajitokeze kwa wingi sana. Lakini sio tu kujitokeza, wapo uwanjani, washangilie mwanzo mwisho, na hata pale wanapokuwa kwenye nyakati ngumu wasiwaache wachezaji na kuwa wapole. Hii ni mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, ni mechi inahusisha Yanga dhidi ya FAR Rabat. Ni ngumu kutarajia dakika zote 90 Yanga wanafanya vizuri katika muda wote. Sasa katika kipindi ambacho itatokea FAR Rabat wanakuwa juu kuliko Yanga, basi mashabiki baadhi yao huwa na kawaida ya kudorola na kuwa wapole. La hasha, kinyume chake iwe Yanga wanapofanya vizuri, shangilia mwanzo mwisho. FAR Rabat wanapokuwa juu, zomea ikibidi, ili kujaribu kutekeleza wajibu wenu kama mashabiki, kuwaathiri wapinzani katika kutekeleza mipango kazi ya kocha wao Alexander Santos. Kwa kufanya hivyo, watakuwa wametimiza wajibu muhimu wa kuiwezesha timu kupata matokeo chanya na hatimaye wana Yanga kufurahi, wa Tanzania kufurahi. Haya ni mambo ambayo naamini yakifanyika kwa usahihi, Yanga nafasi zitakazopatikana wakitumia kwa usahihi, upo uwezekano wa kupata pointi 3 muhimu katika kundi lao, lakini muhimu zaidi isifungwe, isipoteze, ili mwisho wa siku ianze vyema na kuhakikisha hesabu zake inafanikiwa kuwa miongoni mwa timu mbili za juu na kwenda robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.